Mataifa yapotea, nchi zajaa uchungu. Kristo anaharakisha, unabii unatimizwa. Yuaja Yesu Mfalme, yuaja mwenye fahari. Yesu yuaja enzini, karibu Yesu uje. Nawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Siku ya leo ni siku ambapo nimeamua kwamba kuweza kuchunguza maneno ya unabii ambayo yanahusiana na baragumu 7 ambazo zimeandikwa katika Ufunuo 8 kuanzia mstari ule wa 7. Wacha tuweze kuomba ili kwamba tuweze kuanza na baragumu ya kwanza siku ya leo, unabii ambao ni unabii wa ufunuo. Baba Mungu wa mbinguni, tunakuja mbele zako dakika ya sasa. Asante kwa kuwa umekuwa pamoja nasi, hata wanaofuatilia katika mtandao wa Habari Njema TV. Kawatie nguvu zako, uongoze ili kwamba wakaweza kuendelea kufuatilia mafundisho katika hii channel. Tunapo kuchunguza unabii ambao umeweza kunenwa katika kitabu cha Ufunuo, tufunulie, tuongoze, maana wewe ndiye mwenye kufunua unabii, na kupitia jina lako takatifu na jina la mwanao Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Kwa hivyo wapendwa, tuendapo kuchunguza huu unabii, na kuomba kwanza kabisa, kama hujaweza kusubscribe, hakikisha umeweza kusubscribe ili kwamba tunapoendelea kuchunguza hizi baragumu zote mpaka ya mwisho, ukaweze kuwa unapata update kila wakati ambapo tunaendelea kujifunza. Ukaweze kusubscribe, ingia Instagram, tafuta Habari Njema TV, Facebook Habari Njema TV, X, TikTok, mahali popote utaweza kutupata. Funza huu nabii. Nataka tuanze kwa hiyo baragumu tu ya kwanza, tusome katika Ufunuo 8 mstari wa 7. Na baragumu ya kwanza kabisa tunaanza kwa tafsiri ya Biblia kwanza. Hapa tunapata Biblia ambayo ni ya Swahili Union Version. 8:7 Ufunuo inasema, malaika wa kwanza akapiga baragumu, kukawa mvua ya mawe na moto, vikatangamana na damu, vikatupwa juu ya nchi. Theluthi ya nchi ikateketea, na theluthi ya miti ikateketea, na majani mabichi yote yakateketea. Hiyo ni Swahili Union Version. Ila ninayo hapa ambayo nataka niweze kuisoma, ni New Testament Swahili ambayo imeandikwa hapo Zanzibari. Inasema hivi. Inasema katika hilo andiko inasema, malaika wa kwanza akapiga baragumu, kukawa na mvua ya mawe na moto vilivyotangamana na damu, vikatupwa juu ya nchi. Theluthi ya miti ikateketea, na majani mabichi yote yakateketea. Kumbe hii ndio tafsiri halisi ambayo tunapaswa tuitumie, ambayo inataja ni theluthi ya miti ikateketea, majani mabichi yote yakateketea. Hiyo ndo tafsiri ya kweli. Kwa hivyo kwanza wacha tuweze kuangalia the key point hapo. Haya. Lugha ya picha ambayo Yohana anayoitumia hapa ni lugha ambayo inayotumika kwamba vikatupwa. Ina maana Mungu aliruhusu. Maana inasema kwanza mvua ya mawe na moto vilitangamana na damu, kisha vikatupwa juu ya nchi. Yani hiyo ndo lugha ya picha ambayo Yohana anayoitumia. Anasema kisha theluthi ya miti ikateketea, majani mabichi yote yakateketea. Wapendwa mnaofuatilia, mnapaswa mfahamu kwamba si kwa bahati mbaya kwamba Ellen White anaanza kitabu cha Pambano Kuu, hiyo sura ya kwanza tu, juu ya uharibifu ya Yerusalemu, kwa sababu ya sauti ya baragumu ya kwanza inahusu tukio hilo. Yani hiyo sauti ya kwanza ama sura ya kwanza ya Pambano Kuu inahusu tukio hili la malaika huyu wa baragumu, ama inahusu hii baragumu ya kwanza. Yerusalemu iliangamizwa kwa moto
na damu ya watu waliomwasi Mungu ilimwagika. Hukumu hii huelezwa kama chetezo cha moto kilichoondoshwa chini na mji ukaungua kwa moto. Hii imenukuliwa katika Ezekieli 10:2. Ukienda kuisoma huko inaelezea jinsi ambavyo Yerusalemu inaangamizwa. Inaelezea jinsi Yerusalemu itaangamizwa, huku ikirudia maneno ambayo yamenenwa katika Ufunuo 8:7 ambayo ni baragumu ya kwanza. Sasa bila shaka wapendwa wafuatiliaji wa hii channel, baragumu ya kwanza inahusiana na kuangamizwa kwa Yerusalemu. Inahusiana na kuangamizwa kwa Yerusalemu, ndio maana tumepata katika hiyo Pambano Kuu sura ya kwanza inaelezea jinsi Yerusalemu iliangamizwa kipindi cha kwanza. Tutaangalia tu maana Yerusalemu imeangamizwa vipindi viwili. Na maanisha nini? Yerusalemu iliharibiwa mara mbili. Mara ya kwanza Yerusalemu iliharibiwa na mfalme Nebukadneza, na mara ya pili Yerusalemu iliharibiwa na Rumi. Yerusalemu iliharibiwa na Rumi. Wacha tuingie ndani tuchunguze tuone vipi. Na kwa sababu ama kwa nini Yerusalemu iliharibiwa mara mbili? Hilo ndo swali ambalo tunapaswa tujue, lakini jibu lake ni kwa sababu walimkataa Mungu. Hiyo ndo maana Yerusalemu ikaharibiwa mara mbili. Kwa hivyo baada ya wao kuweza kukataa hukumu za Mungu ama kufuata njia za Mungu, Mungu akaiharibu Yerusalemu. Mungu akapatiana Yerusalemu kwa mikono ya maadui kama mkono wake wa kuiadhibu. Na tukinapoangalia uangamizo wa kwanza wa Yerusalemu, tunasoma kitabu cha Nyakati wa Pili 36 mstari wa 14, tupate jinsi Yerusalemu iliangamizwa mara ya kwanza na Nebukadneza. Inasema, na zaidi ya hayo wakuu wote wa makuhani na watu wakakosa mno sawasawa na machukizo yote ya mataifa. Wakainajisi nyumba ya Bwana walioitakasa katika Yerusalemu. Naye Bwana Mungu wa baba zao akatuma kwao kwa mikono ya wajumbe wake, akiondoka mapema na kutuma, kwa sababu aliwahurumia watu wake na makao yake. Fungu la 16. Lakini waliwadhihaki wajumbe wa Mungu na kuyadharau maneno yao na kuwacheka manabii wake, hata ilipozidi ghadhabu ya Bwana juu yao. Yani waliwacheka watu wa Mungu na wajumbe wa Mungu na kuyadharau maneno yake na kuwacheka manabii wake, hata ilipozidi ghadhabu ya Bwana juu ya watu wake. Yani jambo walilowafanya la kwanza ni kuwadhihaki, la pili waliyadharau maneno yake na kuwacheka manabii wa Mwenyezi Mungu, na kusema hata ilipozidi ghadhabu ya Bwana juu ya watu wake, hata asiwe na kupona ama asiwe na kuponya. Mstari wa 17, kwa hiyo akaleta juu yao mfalme wa Wakaldayo aliyewaua vijana wao na upanga nyumbani mwa patakatifu pao, asiwahurumie kijana wala mwanamwali, mzee wala mkongwe, akawatia wote mikononi mwake. Kisa kinaendelea katika mstari wa 19, wakaiteketeza nyumba ya Mungu, wakaubomoa ukuta wa Yerusalemu, wakayateketeza kwa moto majumba yake yote. Wakayateketeza kwa moto majumba yake yote, wakaviharibu vyombo vyake vyote vya thamani. Na wale waliondoka na upanga akawachukua mpaka Babeli, wakamtumikia yeye na wanawe hata kulipoingia milki ya Wajemi. Kama unakumbuka vizuri, Danieli katika huko Babeli, hichi ni kisa ambacho kiliweza kutendeka hicho kipindi. Danieli wakachukuliwa mpaka Babeli na wana wote wa ufalme mpaka ilipokuja milki ya Wajemi. Kwa hiyo Mungu alipotuma wajumbe wake na akatuma maonyo wakayakataa na kuwadhiwaki wajumbe wake, Mungu na baada ya kuwapatia maonyo wakayakataa, aliwatuma katika utumwa. Alimtuma mfalme Nebukadneza akawapeleka katika utumwa. Ndio unakumbuka kipindi cha kina Yeremia. Kisha baada ilipoisha miaka 70, sasa
unaposoma na ukataka nikutume nyumbani, nikupe kazi, ukifika nyumbani kwako ama ukiwa nyumbani kwako kwa wakati wako, soma kitabu cha Nehemia chote. Utapata ndio kipindi ambacho kunatokea watengenezaji akina Nehemia, akina Tobia na Sanbalati, ambao inatokea kipindi ambacho wanakuja kujenga ukuta tena wa Yerusalemu. Baada ya Nehemia kuweza kujenga lile hekalu, wale waliokuwa vijana kipindi hicho ilipopita miaka nyingi, wakakuja kwamba wakasema pamoja na uzuri uliokuwa umejenga lile hekalu la Nehemia, wakasema kwamba ni dhaifu na sio nzuri wakilinganisha na lile la Suleimani. Lakini uhakika uliopo na uhakika ambao uliokuwa na uliopo hata siku ya leo ni kwamba lile hekalu la Nehemia lilikuwa nzuri tena lenye utukufu kuliko lile la Suleimani, na sababu ni kwamba Yesu alikuja akakaa ndani yake. Yesu alikuja akakaa ndani yake. Mathayo 23 fungu la 30 mpaka 36, Yesu akasema, na kusema kama sisi tungalikuwako zamani za baba zetu, hatungalishirikiana nao katika damu za manabii. Aya, damu za manabii vipi? Kumbuka tumepata kwamba walipotumiwa wajumbe na manabii wa Mungu katika nyakati tumesoma, waliweza kuwadhiaki na kuwaua na kuwakejeli. Sasa ndio wanamwambia Yesu, kama tukalikuwepo kipindi cha baba zetu, hatungaliwaua manabii. Ndio Yesu anaendelea kuambia, anamwambia hivi mwajishuhudia wenyewe ya kwamba ninyi ni wana wa waliowaua manabii. Kijazeni basi kipimo cha baba zenu. Kumbuka Yesu anakumbuka Biblia inasema waliwadhiaki wajumbe wa Mungu mpaka asira ya Mungu ilipojaa, mlango wa rehema ukafungwa. Kwa hivyo Yesu anarudia maneno yale, anawaambia kwamba kijazeni basi kipimo cha baba zenu, enyi nyoka wana wa majoka, mtaikibiaje hukumu ya Jehanamu? Yesu anasema. Yesu anaendelea kusema mstari wa 34, kwa sababu hiyo angalieni, mimi natuma kwenu manabii na wenye hekima na waandishi, na wengine wao ninyi mtawaua na kuwasurubisha, na wengine wao mtawapiga katika masinagogi yenu na kuwafukuza mji kwa mji. Kumbuka kipindi cha baba zao ambao ni uangamizi wa Yerusalemu, mara ya kwanza waliwadhiaki wajumbe wa Mungu na kuwaua. Sasa Yesu anawarudisha katika fikira zao, katika matendo baba zao walioyatenda, na kuwakumbusha kwamba pia na wao wanaenda kuyatenda yayo hayo. Hivyo 35, hivyo ije juu yenu damu yote ya haki iliyomwagika juu ya nchi, tangu damu ya Abeli yule mwenye haki, hata damu ya Zakaria bin Bakia mliyemuua kati ya patakatifu na madhabahu. 36, amini na waambieni, mambo hayo yote yatakuja juu ya kizazi hiki. Yani amewaambia kwamba jinsi baba zao walivyotenda, pia na wao wanakwenda kutenda vivyo hivyo. Fuatana nami tuendelee kuchunguza huu nabii bando. Sasa baada ya Yesu kuweza kuwaji na wao, akawaambia kwamba walivyotekeleza baba zao na babu zao, pia na wao watatekeleza vivyo hivyo. Sasa baadaye ilifika kipindi hao Wayahudi tu wakamkamata Yesu. Yesu kakamatwa, kapelekwa kwa Pilato, kapelekwa tena kwa Kayafa kamrudisha kwa Pilato. Ndipo Pilato akasema, huyu jamaa mwataka tumfanyaje? Wayahudi wakasema, na nukuu, wakasema maneno haya hivi, wakajibu wakasema, damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Hayo ndio maneno walio ya nukuu na kuyasema Mayahudi. Sasa yale maneno walioyasema kwamba damu yao ama damu yake iwe juu yao na watoto wao, Yesu kasema jambo fulani, kaamua kwamba maana hawajafika kipindi ambacho cha kuamua hawa watoto wao, nitawapa muda ifikie wao wenyewe waweze kujiamulia wenyewe. Ndipo Yesu alipoaga dunia, alipofariki mwaka wa 31 mpaka mwaka wa 70, wale watoto wakawa wameweza kwamba kuelewa na kujitambulia wao wenyewe kwa wenyewe. Ndipo walifika wakajifunza njia za baba zao na wakaendeleza matendo yale tu ya baba zao. Ndipo Mungu kaamua basi damu yao
na damu yangu na iwe juu yao na wanao kama walivyodai wenyewe, maana wao wamefuata nyayo za baba zao, yani wao wamefuata nyayo za baba zao. Kwa hivyo ile damu ikaandamana hicho kizazi cha kwanza mpaka cha pili kama walivyodai wenyewe. Sasa hao Wayahudi tu Mungu kamtuma Yesu wakaua, kawatuma mitume wake wakaua. Kumbuka Nyakati wa Pili 36 mstari ule tuliosoma wa 14 mpaka wa 30, tumepata kwamba jinsi baba wazao walivyofanya, walitumiwa wajumbe wa Mungu wakaangamiza wote. Kwa hivyo nao Wayahudi wakachukua zile tabia tu, wakaja wakaua wote mitume waliotumwa na Mwenyezi Mungu, wakachukua tabia zile. Ndio maana Yesu alipokuwa akieleza haya maneno katika kitabu cha Mathayo 22 anasema kwamba kulikuwepo na mfalme. Huyu mfalme alikuwa na hao wafanyakazi. Sasa alituma mtumwa wa kwanza wakaua, wa pili wakaua, watatu wakaua, ndipo kamtuma na mwanae. Sasa wakamuua kwa kuhofia kwamba anakuja kurithi mali ya babake. Mathayo ni 22 kwenda mstari wa 17 utapata hiyo habari yote imeelezewa huko. Sasa kwa Wayahudi Mungu alimtuma Yesu wakamuua, akawatuma mitume wakawaua. Niyo katika Mathayo 22 ndipo mfalme aliuchoma mji kwa moto. Katika muktadha huu tunapata mfalme ni Mungu na jeshi lake ni vikosi vya Kirumi. Yani mfalme aliyekuwa anawatuma wafanyakazi ni Mungu. Sasa jeshi ambalo ni la Kirumi, jeshi linasimamia Warumi, linasimamia vikosi vya Kirumi. Na huo ni mfano ambao Yesu aliweza kupatiana, ambao ni wa mpanzi ama mwenye shamba la mizabibu, ambapo aliwatuma watumwa wake wakauawa wote, kisha akaweza kutuma mwanae wakamuua kwa kuhofia kwamba amekuja kurithi wa babake. Ndipo Yesu ndipo yule kiongozi akatuma vikosi vya wanajeshi vikaweza kuangamiza. Sasa mfano anasimamia Mungu, mwana aliyetumwa anasimamia Yesu, na watumwa wake ndi sisi wahubiri wa siku za leo. Lakini waliweza kuwaua, ndipo Mungu akatuma vikosi vya ambavyo ni vikosi vya Kirumi ambavyo vilikuja kutekeleza. Sasa waliweza kuwaua mitume. Hizo picha unaona, wakamuua Stefano, wakampiga mawe. Petero wakamsulubisha upside down. Wakawaangamiza, wakawakata akina Yohana vichwa. Sasa inaendelea kusema walimuua Yesu, mitume, na kwa hivyo walikinjaza kikombe cha maangamivu yao ya mwaka 70. Hicho ndio kipindi ambacho kilifikia huku wakiwaangamiza mitume. Pambano Kuu kurasa 28 aya ile ya kwanza inasema hivi. Inasema uvumilivu wa Mungu kwa Yerusalemu uliishia tu. Inasema hivi kitabu cha Pambano Kuu kurasa 28 aya ile ya kwanza inasema uvumilivu wa Mungu kwa Yerusalemu uliishia tu kwa wao kudhihirisha utovu wa toba kwa chuki na ukatili wao kwa wanafunzi wa Yesu. Walikataa nafasi ya mwisho ya rehema. Ndipo Mungu aliondoa ulinzi na nguvu yake imuzuiayo shetani na malaika zake, na taifa likaachwa katika udhibiti wa kiongozi ambaye lilikuwa limechagua, ambaye ni shetani. Akaachiwa mamlaka sasa aweze kuwadhibiti na kuwaongoza, baada ya kuweza kuonyesha utovu wa toba kwa watu ama kwa mitume wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Urumi ilichokifanya, ilichanganya damu ya Wayahudi na damu ama na dhabihu. Ilichanganya damu ya wale wanaowachukia ambao ilikuwa Wayahudi na dhabihu. Ni maneno ambayo yameandikwa katika kitabu cha Luka 13:1 inasema, na wakati huo huo
walikuwapo watu waliompasha habari ya Wagalilaya wale ambao Pilato alichanganya damu yao na dhabihu zao. Kumbe ilikuwa desturi ya Warumi kuchanganya damu na dhabihu. Ndio mfano ambao umeweza kutumiwa katika na Yohana katika unabii hicho kitabu cha Ufunuo 8:7 katika hiyo baragumu ya kwanza. Ndio mfano ambao umeweza kutumika, ni kwamba Warumi walikuwa na desturi ya kuchanganya damu na dhabihu. Kwa muktadha, nafikiri kuna baadhi ya picha ambayo imeanza kujijenga katika fikra zako na kuona jinsi maneno yalivyokuwa. Sasa swali ambalo tunapaswa, ama kabla ile swali nataka tuweze kusoma hii hapa. Kama matokeo ya matendo yao Israeli ya asili ikawapelekea kupata matukio halisi, kukawa mvua ya mawe na moto na damu, theluthi ya nchi ikateketea na theluthi ya miti ikateketea na majani mabichi yote yakateketea. Nimeweza kusoma kupitia tafsiri ya Zanzibari ambayo nilio nayo hapa. Lakini swali ambalo tunapaswa tujiulize, kwa nini Yerusalemu itumike kama alama pia? Maana tumepata kwamba Yerusalemu ndio inatumika katika kama alama katika hii baragumu ya kwanza. Ni kwa sababu Pambano Kuu ukurasa wa 21 ile ya kwanza inasema, uharibifu wa awali ambao ungewapata watoto wake aliona mwanzo tu wa kikombe cha hasira itakayomwagwa katika hukumu ya mwisho. Baragumu ya kwanza ni kivuli cha pigo ambalo Biblia Yohana analitaja kama jipu baya bofu, ambalo ni pigo la kwanza litakalokuja kuwasumbua watu kwa wakati huo. Pambano Kuu 22 aya ya kwanza inasema, katika Yerusalemu Kristo aliona alama ya ulimwengu uliogumbikwa na roho ya kutokuamini na uasi, ukifanya haraka kwenda kukutana na hukumu ya Mungu. Hiyo ni kitu ambacho walikiona. Pambano Kuu 22 aya ya pili, Yesu akiangalia mbali katika kizazi cha mwisho aliona ulimwengu ukiwa katika upotovu kama ule uliosababishwa na uharibifu wa Yerusalemu. Dhambi kubwa ya Wayahudi ilikuwa ni kukataa Kristo, na dhambi kubwa ya ulimwengu wa Kikristo ingekuwa kuikana sheria ya Mungu, msingi wa serikali yake mbinguni na duniani. Kwa hiyo Wayahudi walimkataa Kristo na ndio ilipelekea maangamivu yao makubwa. Pia na dunia hii ya sasa haitaki sheria ya Mungu kabisa, wameikatalia mbali, na ndio italeta maangamizo ya hii dunia kama anenavyo nabii. Pambano Kuu 25 aya 3 inasema, unabii uliosema ulikuwa na maana mbili. Wakati ukiwa unaelekeza katika uharibifu wa Yerusalemu, ulikuwa ukiwasilisha pia utisho wa sikukuu ya mwisho. Mfuatiliaji wangu, hilo umelipata vizuri? Asafi. Acha tuweze kuanza kuchangamua unabii sasa, maana tumeelewa jinsi maneno yameanza mpaka ikafika hicho kipindi. Tusome katika Ufunuo 8:7. Malaika wa kwanza akapiga baragumu, kukawa key point, mvua ya mawe na moto vilivyotangamana, key point, na damu vikatupwa juu ya nchi. Theluthi ya nchi ikateketea na theluthi ya mji na theluthi ya miti ikateketea na majani mabichi yote yakateketea. The key point hapo ni mvua ya mawe na moto, damu, theluthi, miti mibichi ama miti na majani mabichi. Tunaanza na theluthi. Maana Biblia inasema theluthi ya miti ikateketea na majani mabichi. Sasa theluthi ni nini? Theluthi, maana ya theluthi bila shaka ni kuonyesha sio kitu kizima, theluthi. Sasa tuangalie maana yake ni nini. Huonyesha hukumu iliyo na rehema ikishuka ikiwa kivuli cha hukumu kubwa.
Hiyo ndio maana yake. Yaani ni hukumu ambayo haijakamilika, ila imebakisha kidogo ili iweze kuwa kubwa kukamilika. Sasa kwani maana yake ni gani? Kwani maana ya hii theluthi ni nini? Kwanza tunapaswa tukumbuke kisa fulani cha shetani mbinguni. Biblia inasema shetani alipoanguka hapa duniani ama alipoasi mbinguni, alitupwa duniani na theluthi, na akabeba theluthi ya malaika. Ufunuo 12:4 tusome, inasema na mkia wake wakokota theluthi za nyota mbinguni na kuziangusha katika nchi, na yule njoka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake. Imeelezea kisa cha shetani kwamba alianguka na theluthi ya malaika kutoka mbinguni. Yaani sio wote, ni karibu wote, yaani karibu nusu, karibu wote. Sasa kama shetani alipoanguka duniani alikokota theluthi ya malaika, ina maana gani? Yaani alianguka na malaika karibu wote, karibu nusu ama karibu wote, lakini iko imekamilika. Kuna mtu pengine anasema hajanielewa. Spirit of Prophecy gombo la kwanza ukurasa 22 ya ile ya pili inasema jeshi lote la mbinguni liliitwa kuja mbele za Baba ili kila kesi iamuliwe. Shetani bila haya alidhihirishwa kutoridhika kwake kwamba Kristo anapaswa kutangulizwa mbele yake. Inaendelea kusema alisimama kwa kiburi na kuhimiza kwamba awe sawa na Mungu na apelekwa kwenye mkutano na Baba na kuelewa na kuelewa makusudi yake. Mungu alimjusha shetani kwamba kwa mwana wake pekee angefunua makusudi yake ya siri. Ndipo na alihitaji familia yote ya mbinguni, hata shetani, impe utii kamili usiotiliwa shaka. Bali kwamba yeye, yani shetani, alikuwa amejidhihirisha kuwa hastahili mahali mbinguni. Ndipo shetani akafanya jambo lifuatalo, yaani jambo la hatari sana. Akafanyaje? Kisha shetani akaonyesha kwa furaha wale waliokubaliana naye walijumuisha karibu nusu ya malaika wote, yani theluthi, karibu nusu ya malaika wote, na kusema hawa wako pamoja nami, je, mtawafukuza hawa pia na kufanya utupu kama huo mbinguni? Shetani anamwambia Baba. Unaposoma katika kitabu ambacho cha Ellen White kinaitwa Story of Redemption, ukurasa wa 13 kwa aya ya mwisho huko kabisa, inaelezea kwamba wakati ambapo sasa kumefikia hicho kipindi shetani amewabeba malaika karibu nusu, ndipo Mungu akamwambia Yesu, sasa tufanye upesi, tufanye ile mpango ukombozi. Na kueleza kwamba wakati Mungu alimuumba mwanadamu alikuwa na kusudi kwamba ataweza kureplace ama kuchukua ile nafasi ya malaika walioasi, kutoka mbinguni. Hiyo ndio ilikuwa makusudio ya Mwenyezi Mungu. Sasa ndio maana unapata Yesu akielezea kuhusu mbinguni anasema kwamba hakutakuwa na kuoa wala kuolewa, maana wanadamu watarudi katika mpango wa Mungu wa awali, kwamba watachukua nafasi ile ya malaika. Hakuna kuoa wala kuolewa. Tunaendelea na andiko letu la hiyo Spirit of Prophecy tu, inasema kisha akatangaza kwamba alikuwa tayari kupinga mamlaka ya Kristo na kutetea nafasi yake mbinguni kwa nguvu ya ukuu na uimara dhidi ya uimara. Kwa hiyo ndo maana ya theluthi. Turuke sasa katika jambo lingine limenenwa hapo tu katika Ufunuo 8:7. Kwa hiyo baragumu tu ya kwanza tunapata kwanza kuna mvua ya mawe. Mvua ya mawe ni nini? Mvua ya mawe inaonyesha ni adhabu ya Mungu. Kuna kitabu ambacho nimekisoma Ufunuo 8:7. Ndio ni Barnes Note on the whole Bible. Yaani ni commentary, Bible commentary
ambayo imeandikwa na Barnes. Barnes anasema mvua ya mawe kwa kawaida ni ishara ya kisasi cha kimungu ama cha kimungu, kwani mara nyingi imekuwa ikitumika kutimiza makusudi ya kiungu ya adhabu. Yani mvua ya mawe inaonyesha adhabu ya Mungu. Sasa wacha tuweze kuisoma katika Biblia yenyewe iweze kutudhibitishia, maana hiyo tumesoma ni commentary ya Barnes ambao walikuwa ni wana matengenezo wa kitambo wa awali sana. Tusome Zaburi 78:17 mpaka 18. Nasema aliharibu, katika Swahili Union Version, aliharibu mizabibu yao kwa mvua ya mawe. Hapa inazungumzia kipindi Mungu anaadhibu wa Misri wakati wana wa Israeli wako mateka Misri. Nasema aliharibu mizabibu yao kwa mvua ya mawe na mikuyu yao kwa mawe ya barafu. Akaacha ng'ombe zao wapigwe kwa mvua ya mawe na makusudi yao kwa umeme. Yaani hiyo inaashiria, umesikia walipigwa kwa mvua ya mawe, inaashiria adhabu ya Mungu kwa Wamisri kipindi ambapo wamewateka wana wa Israeli. Kwa hivyo unaposikia mvua ya mawe inasimamia adhabu ya Mungu kwa kisasi fulani. Tuendelee. Katika hiyo 8:7 Ufunuo inasema tumezungumza kuhusu mvua ya mawe. Inasema sasa na moto vilivyotangamana na damu. Sasa moto ama moto na damu, damu na moto vinaashiria nini? Damu na moto vinaashiria nini? Si wote ni wasomi wa Biblia na ni wanafunzi wa Biblia. Kwa hivyo tunapaswa kuwa tunafahamu haya mambo. Moto kutoka mbinguni huonyesha hukumu ya Mungu dhidi ya waovu. Yaani moto kutoka mbinguni huonyesha hukumu ya Mungu dhidi ya waovu. Tuko pamoja? Wafalme wa Pili 1:9 inasimulia kisa cha nabii Elijah. Ukitangulia mwanzo unapata kwamba kuna watu waliokuwa wanaenda kuwauliza miungu habari. Ndipo Elia akamwambia hakuna Mungu katika Israeli mpaka mkauliza Baali. Inasema hivi, ndipo mfalme akatuma akida na askari 50 pamoja na 50 wake wamuendee Elia. Akamwendea na tazama ameketi juu ya kilima, akamwambia, ewe mtu wa Mungu, mfalme asema shuka. Elia akajibu akamwambia yule akinda wa 50, ikiwa mimi ni mtu wa Mungu na ushuke moto kutoka mbinguni kuteketeze wewe na 50 wako. Moto ukashuka ukamteketeza yeye na 50 wake. Ndipo ukiendelea kusoma kwa wakati wako utapata wakatuma kundi la pili. Elijah akasema hivyo tu, moto ushuke, moto ukashuka kwa wateketeza. Alipotuma kundi la tatu, malaika ndipo akashuka kutoka mbinguni akamwambia, basi enenda na hawa, maana wa kwanza walikuwa na nia ya kukuangamiza, ila hawa wakaenda kwamba wakiwa wamenyenyekea kabisa. Moto kushuka kutoka mbinguni kuliwakilisha hukumu ya Mungu dhidi ya Yerusalemu. Iliwakilisha hukumu ya Mungu dhidi ya Yerusalemu. Kisha mvua ya moto iliyotangamana ama mvua ya mawe iliyotangamana na moto. Mvua ya mawe iliyotangamana na moto. Kwa hizo kisa kinatukumbusha wana wa Israeli. Mvua ya mawe iliyotangamana na moto huonyesha hukumu ya Mungu dhidi ya waovu. Thibitisho ni gani? Tunasoma Kutoka 9:22 mpaka 26. Biblia inasema Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako kuelekea mbinguni ili iwe mvua ya mawe katika nchi yote ya Misri, juu ya wanadamu na juu ya wanyama na juu ya mboga zote za mashamba katika nchi yote ya Misri. Yani Mungu akamwambia Musa, nyosha mkono wako kuelekea mbinguni ili iwe mvua ya mawe. Mvua ya mawe, yani mvua ya mawe katika nchi yote ya Misri. Yani ni mvua iliyotangamana na mawe. Hiyo inaonyesha hukumu ya Mungu dhidi ya waovu. Ndipo unapata wa Misri waliweza kupata hukumu ya Mungu mahali pale. Tuendelee kusoma. Musa akaunyosha mkono wake kuelekea mbinguni, Bwana akaleta gurumo, mvua ya mawe na moto ukashuka juu ya nchi. Bwana akanyesha mvua ya mawe juu ya nchi yote ya Misri. Nchi yote ya Misri, yani ni ghadhabu ya Mungu. Ni ghadhabu ya Mungu kwa wanadamu. Kwa hivyo ni hukumu ya waovu. Ndio Biblia inasema basi palikuwa na mvua ya mawe na moto uliochanganyikana na ile mvua ya mawe. Yani kuna ule moto na ile mvua ya mawe iliyochanganyikana nayo, nzito sana. Umeona? Mtazamaji, unaona? Yani hayo ni maneno
yale tu yaliyo katika Ufunuo 8:7. Yani ni mvua ya mawe iliyotangamana na moto. Ni mvua iliyotangamana na moto. Daudi akizungumzia juu ya hukumu alisemaje? Tusome Zaburi 105 aya ile ya 32. Bandala ya mvua samani, nitaweza kuirundia. Bandala ya mvua aliwapa mvua ya mawe na moto wa miali katika nchi yao. Akapiga mizabibu yao na miti yao, akaivunja miti ya mipaka yao. Daudi kwa hekima kubwa akieleza na kuzungumzia adhabu itakayowapata wa Misri na wana wa Israeli baada ya kuasi. Anasema akapiga mizabibu yao na mitini yao, akaivunja miti ya mipaka yao. Kwa hivyo swali ni je, katika Agano la Kale mizabibu katika Biblia inasimamia nini? Mizabibu katika Biblia inasimamia nini? Sasa unaposikia mizabibu katika Agano la Kale inasimamia wana wa Israeli na inasimamia Israeli. Wacha tusome kidogo. Mvua ya mawe na moto ilipiga mizabibu na mitini ambayo huwakilisha Israeli katika Injili. Tusome kidogo Yeremia 11:16 mpaka 17. Biblia Takatifu inasema Bwana alikuita jina lako mzeituni, ama Bwana alikuita jina lako mzeituni mwenye majani mabichi mazuri, wenye matunda mema na kelele za mshindo mkuu. Amewasha moto juu yako na matawi yake yamevujika. Ezekiel 15:6 mpaka 7. Bwana Mungu asema hivi: kama mzabibu kati ya miti ya misituni ama msituni niliyoupa moto uwe kuni, ndivyo nitakavyowatoa wakao Yerusalemu. Tuandamane hivi vizuri uelewe kwamba mitini inasimamia Waisraeli, mitini ama mizabibu samani inasimamia Waisraeli. Ndio unaona hapo inaelezea Yerusalemu hapo chini. Unaendelea kusoma tu. Sasa hapo ni Ezekieli anatabiri kuangamizwa kwa Yerusalemu mara ya pili. Maana roho za manabii huwatii manabii. Ellen White anasema Pambano Kuu ukurasa wa 31 aya ya kwanza. Katika mapambano askari mmoja aliingiza moto ndani ya hekalu kupitia mwanya wa kibaraza cha hekalu. Natazama sehemu ya ndani ya patakatifu zikaanza kuwaka moto. Tito alikimbilia mahali pa tukio akifuatiwa na makamanda na viongozi wa majeshi na kuamrisha askari wauzime moto. Maneno yake hayakutiiwa. Kwa hasira, askari waliendelea kusambaza moto katika vyumba vingine, alafu wakawaua kwa upanga watu wengi waliokuwa wamejificha humo hekaluni. Damu ilitiririka katika ngazi za hekalu kama maji. Maelfu na maelfu wa Wayahudi waliangamia. Yaani wakawaua watu wengi, takriban Wayahudi wengi. Damu ikatiririka na kukawa na moto, ambapo unasikia waliendelea kusambaza ule moto wa askari. Kwa hivyo kukawa na damu iliyotiririka ama damu iliyotangamana na moto. Alafu Pambano Kuu 34 aya ile ya kwanza inasema kilele chote cha mlima ambao mji uko juu yake kiliwaka kama volkano. Nyumba moja baada ya nyingine zilianguka kwa kishindo na kumezwa katika hasira ya kuzimu. Kwa hiyo mji wa Yerusalemu uliweza kuchomeka nama kuagamia kwa moto kama volkano. Mapaa ya nyumba na minara ya malango yalikuwa yanawaka moto, yakipandisha juu ya miali ya moto na moshi. Yaani majumba yalibomoka moja kwa moja. Paka hapo tuko sawa? Haya, safi. Tuingie katika kipengele chetu cha mwisho, ambacho ndicho kipengele ambacho kimebakia cha mwisho kabisa. Kiko katika hapo Ufunuo 8 mstari huo ambao ni wa 7 tu, ambacho kinasema
miti na majani mabichi. Miti na majani mabichi. Sasa Yohana Mbatizaji alifananisha taifa la Israeli na mti wa matunda katika Mathayo 3 mstari ule wa 7 mpaka wa 11. Ambapo Biblia inasema Mathayo 3:7-11 inasema hivi: na shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti. Basi kila mtu usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Alikuwa ananena haya akiwakilisha taifa la Israeli. Ndio nilitangulia kukuambia kwamba baragumu ya kwanza inazungumzia maangamizo ya Yerusalemu. Unaona inazungumzia Yerusalemu, Israeli, matukio yaliyotukia Israeli, Yerusalemu ya kwanza tangu maangamizo ya kwanza na ya pili. Yesu alifananisha taifa la Israeli na mti wa mtini katika Marko 11:12. Some. Biblia inasema akaona kwa mbali mtini mwenye majani, akaenda ili labda haone kitu juu yake, na alipofikiria hakuona kitu ila majani. Basi si wakati wa tini. 14. Akajibu akawaambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia. 20. Na asubuhi walipokuwa wakipita, waliona ule mtini umeyayuka toka shinani. Vizuri. Sasa hichi kisa kinasimamia nini? Pambano Kuu ukurasa wa 27 ile ya 3 Ellen White nabii anasema, mfano wa mtu usiozaa matunda uliwakilisha jinsi Mungu alivyoshughulika na taifa la Kiyahudi. Kubwa unaposikia mtini, hivyo ndo kisa kilifananisho cha Wayahudi, yani unafananishwa na mtini, una matunda tena mbichi mzuri, ila una majani mazuri tena makubwa, ila matunda hakuna. Na hivyo ndio tunaweza kufananisha na Waadventista wa Sabato wa siku za leo. Wanaonekana kabisa ni wazuri, wanajua maandiko, wanajua yote, lakini katika matunda hamna. Jambo la 3, Yesu alifananisha taifa la Israeli na mzabibu katika Yohana 15:5. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Kwa hivyo Yesu anajifananisha na mzabibu. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Ellen White akielezea hiki kisa vizuri, aliandika katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, kurasa wa 739 ile ya pili, akisema, kwa hali ya kutisha laana hiyo ilionekana wakati wa kuharibiwa kwa Yerusalemu. Kwa hali ya kutisha imeonekana pia katika hali ya taifa la Wayahudi kwa miaka 1800, tawi lililotupwa kutoka kwenye mzabibu. Tawi lililokufa lisilozaa matunda na kukusanywa na kuchomwa, kutangatanga kutoka nchi moja hadi nchi nyingine ulimwenguni kote. Kutoka karne hadi karne ni wafu katika makosa na dhambi. Kwa hiyo tumepata kwamba hii baragumu ya kwanza ni taifa la Wayahudi liliweza kuharibiwa theluthi ya taifa, yani sio yote. Kuna wale waliweza kupona, lakini mwisho inasema hiyo 8:7, mwisho inasema na majani mabichi yote yakateketea. Si theluthi, hiyo ya Swahili Union Version imepoteza. Na majani mabichi yote yakateketea. Sasa majani mabichi yanawakilisha nini? Isaya 10 mstari ule wa 6 mpaka 8 nasema, sikiliza ni sauti ya mtu asemaye, lia. Nikasema nilie nini?
wote wenye mwili ni majani. Mimi na wewe, yani mimi na wewe ni majani. Wote wenye mwili ni majani, na wema wake wote ni kama ua la kondeni, majani yakauka na yanyauka, kwa sababu pumzi ya Bwana yapita juu yake. Yakini watu hawa ni majani. Mark my words, watu hawa ni majani. Majani yakauka na lanyauka, bali neno la Mungu wetu litasimama milele na milele. Kwa hiyo sisi ni majani, lakini swali la msingi la kujiuliza ni kwa nini majani mabichi yote yaliteketezwa? Hilo ndio swali la msingi ambalo msikilizaji wangu na mtazamaji wangu unayesoma pamoja nami wapaswa ujiulize, kwa nini majani mabichi yateketezwe? Juu ya swali letu Daudi atupa majibu. Zaburi, Daudi atupa majibu, asema hivi katika Zaburi 92 aya ya 7, wasio haki wakichipuka kama majani, wasio haki wakichipuka kama majani, mark my words, na wote watendao maovu wakistawi, na kwa kusudi waangamizwa milele. Waangamizwa milele. Kwa nini? Walikuwa waovu. Kwa hiyo lile taifa la Wayahudi lilisitawi ama lilichipuka, likawa ni taifa lisilo na haki. Lisilo linafananishwa na mabichi na majani mabichi, yani ni taifa lisilo na haki, lililo ovu mbele za Mungu. Ndipo Mungu basi akaliangamiza lote. Ndio hiyo lugha imetumika katika kitabu hicho cha Ufunuo 8:7, inatumia ikisema majani mabichi yote yakateketea ama yakaagamizwa yote. Yani ni wale Wayahudi wasiokuwa wenye haki waliangamizwa wote. Wale waliokuwa wamekamilika waliweza kuponea. Ndio unasikia ni theluthi yao. Kwa hiyo theluthi ya miti, yaani theluthi ya taifa iliangamizwa na majani yote, yaani waasi wote waliangamizwa kutoka katika taifa. Pambano Kuu ukurasa wa 30 paragrafu ya 2. Hakuna Mkristo hata mmoja aliyeangamia katika kuharibiwa kwa Yerusalemu. Wakristo katika, ndio nimekuambia kwamba wale wasiokuwa wenye haki ndio walioangamizwa tu peke yao. Waliokuwa, ndio unasikia ni theluthi. Sasa Pambano Kuu ile anasema hakuna Mkristo hata mmoja. Naam, ndio ile Nwiti anasema hakuna Mkristo hata mmoja aliyeangamia katika kuharibiwa kwa Yerusalemu. Wakristo katika nchi nzima walikimbilia mahali salama na mji wa Pele katika nchi ya Perea ng'ambo ya Yordani. Sasa tumepata theluthi ndio imeweza kuangamizwa. Kwa hivyo ili inabakia hapo iliweza kukamilika nusu, ndio hao Wakristo unapata kwamba waliweza kutorokea Perea. Hali ikoje? Ile Nwiti anasema Pambano Kuu 38 aya ya kwanza anasema ulimwengu uko tayari kuamini ujumbe wa wakati huu kama ilivyokuwa kwa Wayahudi kupokea honyo Yerusalemu. Bila kujali lini inafika, siku ya Mungu inakuja bila taarifa kwa watu wasio mcha Mungu. Wakati maisha yanaendelea katika hali yake ya kawaida ya siku zote, wakati watu wamemezwa katika starehe, katika biashara, katika usafiri, katika utafutaji pesa, wakati viongozi wa dini wanahamasisha maendeleo ya elimu ya dunia, watu wanahimizwa wasome, wanatindikizwa shuleni, ila ni elimu ya dunia hii. Kwa hivyo nabii aliweza kuona, na watu wakiwa wanabembelezwa na usalama bandia, ndipo kama mwizi anavyokuja usiku wa manane katika nyumba ambayo haina mlinzi, ndivyo uharibifu utakavyowanjia wasionjali na wasio mcha Mungu, wala hakika hawataokolewa. Mpenzi mtazamaji wangu, sasa niendapo kutamatisha, nataka ufahamu kwamba Yesu yuaje hivi karibuni. Na Biblia inasema kama anjavyo ama kama mwizi anjavyo katika nyumba isiyokuwa na mlinzi, ndivyo Yesu anjavyo kwa namna hiyo. Kwa hivyo tunaendelea kusoma baragumu zote, utakuja kupata kwamba mahali tulipo sasa ni mahali pa hatari. Kwa hiyo wapendwa, nafanya juhudi zangu na kung'ang'ana kama Mungu alivyonijalia uwezo na hekima ifaayo niweze kuwafikishia huu ujumbe. Maana ndugu zangu, katika hata representation ya picha ambazo unaweza kuziona
Nataka niwaambie kwamba sio kazi rahisi kuweza kupresent, ila Mungu amenijalia hekima na ananitia nguvu na kunifariji siku kwa siku. Kuna wakati inafika mara unakata tamaa, ili unajua kwamba unayefanyia kazi ni Mungu aishie milele. Kwa hivyo wapendwa, hata tuweze kukutana katika baragumu ya pili, tuchunguze nayo tuone izungumzia nini. Kwa hivyo kile nataka nikuachie, unjue kwamba Yesu yuarudi hivi karibuni, ni ujiandae. Ujiandae, maana ungalijua mgeni anasafiri ama anaja kwako, wewe unajiweka tayari na kujipanga, asikukute pasipo kujipanga. Tupatane katika baragumu injayo wapendwa.